Mjumbe wa kamati ya mambo ya nje ya ulinzi na usalama Balozi Liberata Mulamula amesema upungufu wa uzalendo na kutoyaelewa madhara yatokanayo na chokochoko ni sababu za baadhi ya Watanzania kufuata mkumbo wa wasichokijua. Akiongea Mara baada ya bajeti ya zaidi ya bilioni 340 kupitishwa na Bunge la Tanzania kwa ajili ya matumizi ya Wizara ya Mambo ya Nje na idara zake kwa mwaka wa fedha wa 2025/26, Mulamula amesema ni upungufu lakini pia na kutokuwa na uelewa wa madhara hayo. Maana unaweza kusema mimi na mheshimu rais, lakini sasa ukituma hiyo clip ambayo inamkashifu wewe unamheshimu mmoja. Kwa hivyo mimi nasema Watanzania kwa kweli, na sisi tusidandie, tusirupuke ya tukadandia mambo ya watu, tuendelee na uzalendo wetu kama Watanzania. Maana amani na utulivu tuliokuwa nayo sio kwamba imetokea rais kwa kirahisi, ni wetu watu wote sote, na tuwaheshimu viongozi wetu. Sisi ni utamaduni wetu kwa kweli wa kuheshimu viongozi wetu, tusichukue utamaduni wa watu wengine. Ameongeza kuwa chokochoko ambazo zimekuwa zikisikika na kuonekana kwenye mitandao ya kijamii ni agenda za kuchafua nchi. Akifafanua zaidi amesema kuona kwamba nchi jirani kwa kweli zinaita chokochoko, lakini mimi ninachosema ni kwamba sisi Tanzania katika miaka yetu yote tumekuwa na mahusiano mazuri, tunasema ujirani mwema, na tunaheshimu kila nchi kwamba watu ingiliani mambo ya ndani, na sisi tunasema kwamba watu fungamane na upande wote. Lakini sasa ikitokea chokochoko namna hii, kwa kweli tumesema kwamba hatuwezi kuzinyamazia, na tumesema kwamba watu wana ajenda ya kwenda kuchafua nchi yetu, lakini pia kuweza kuhatarisha amani na usalama na utulivu wetu, hasa tunapoelekea kwenye uchaguzi. Kwa hiyo wote tunakemea hiyo kwamba tusinyamaze, na vyombo vya habari kwa kweli msinyamaze. Hii hatuwezi kukubali, pamoja na mahusiano yetu mazuri, lakini tusiharibiane. Nyingi zinatoka nje, lakini zina wafuasi humu ndani, wana wadau. Maana mpaka kufanikisha lazima wawe na wadau humu ndani. Ndio maana tunapokemea, tunakemea wa ndani na wa nje. Maana tuwezi kulaumu sana nje wakati humu ndani na sisi pengine hatuko vizuri. Vyombo vyetu viko, mimi niseme kwa vile nasema niko kwenye kamati ya ulinzi na usalama, vyombo vyetu viko vizuri. Viko vizuri tukiwaachia wafanye kazi yao. Unajua kwa saa nyingine kuna siasa zinaingilia, lakini mkiwaachia tukaachia wafanye. Unajua sisi Tanzania tunasifika sana kwa kuwa na vyombo imara vya dola. Na kwa mpaka amani tulionayo hii ni kwamba tuko na vyombo vya amani, vya dola ambavyo viko imara. Tuache wafanye kazi yao. Mulamula ambaye alishapata kuwa waziri wa Wizara ya Mambo ya Nje akawashauri wa Tanzania ushauri huu. Na shida sisi tuliyosema ni kwamba wewe ukiipata usirushe. Kama ukubaliana, kwa nini unairusha? Sisi ndio rai yetu. Yakija msiyarushe, na mkiarusha ndio mnasambaza sumu. Kwa hiyo sisi ndio rai yetu. John Israeli, Banda Media, Dodoma.